Chadema na CUF. Aidha, wajumbe toka kundi la 201 walibaki wachache ambao walikataa kuyumbishwa. Nje ya bunge maalum, viongozi na wanachama wa vyama vya siasa, makundi mbalimbali yakiwemo ya kidini, kitaaluma, kiraia na hata raia moja yaliendelea kushiriki katika mijadala, na wengi wao wakitaka maoni ya wananchi ambao ni sauti za Watanzania kama yalivyoratibiwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba na kuungwa mkono na UKAWA yaheshimiwe. Baada ya mvutano wa muda mrefu, ni wazi sasa kuwa zoezi la kuipatia nchi yetu katiba mpya chini ya serikali ya awamu ya 4 ya uongozi limekwama. Katiba mpya inayotokana na maoni ya wananchi ni nyenzo ya kufikia malengo mapana zaidi ya kuwa na taifa la wananchi walioelimika na kujitambua, wenye afya bora, kujenga uchumi imara na unaoongeza ajira kwa vijana wetu, kutokomeza umaskini, kutumia rasilimali na maliasili za nchi kwa manufaa ya wananchi wote, na kuwa na taifa lenye utu, uzalendo, uadilifu, umoja, uwazi na uwajibikaji. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Uchaguzi wa Oktoba mwaka 2015 ni fursa ya kipekee ya kuleta mabadiliko makubwa katika nchi yetu, ya kuondoa mfumo kandamizi uliojikita ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watanzania wanahitaji mabadiliko yatakayowapatia serikali madhubuti yenye fikra mpya na bunifu kwa maslahi mapana ya Watanzania wote. Watanzania wanahitaji mabadiliko yatakayojenga demokrasia ya kweli na kuachana na uonevu, udhalilishaji, fitna na majungu unaoendelezwa chini ya Chama cha Mapinduzi. Taifa letu linakabiliwa na ombwe la uongozi ambao umesababisha nchi yetu kuyumba na kuwa na mipasuko hatari ndani ya jamii. Watanzania wanahitaji uongozi thabiti, wenye dira, wenye nidhamu na uadilifu utakao lipeleka mbele taifa letu la Tanzania. Uchaguzi mkuu wa Oktoba 2015 ukitumiwa vizuri na kimkakati utaleta mabadiliko makubwa yanayotakiwa na Watanzania wote kwa ujumla. Uchaguzi huu ni fursa muhimu ya kujenga mshikamano wa taifa letu. Kwa mantiki hii, UKAWA unaamini katika kuweka mbele maslahi mapana ya wananchi kwa kujenga mshikamano ndani na nje ya vyama vyetu. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu na hata baada ya uchaguzi mkuu, ndugu zangu wa Tanzania, ili tulete mabadiliko yatakayotupatia katiba bora na kufikia malengo tajwa hapo juu, ni muhimu umoja wa katiba ya wananchi, yani UKAWA, ushinde uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Watanzania wameshuhudia hadaa, uonevu, udhalilishaji, upendeleo na ukandamizaji katika mchakato wa mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa taratibu, kanuni na hata katiba ya chama chao. Katika kutafakari kwa kina maslahi mapana ya taifa letu, UKAWA tunahitaji viongozi wenye sifa, uwezo na weledi katika kulinda, kuheshimu na kusimamia rasilimali za taifa kwa maslahi ya Watanzania wote. Aidha, viongozi wa aina hii
hawawezi kuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Maana mfumo wa CCM haumpi kiongozi nafasi binafsi kutumia vipaji vyake au ubunifu wake binafsi katika kusimamia maslahi mapana ya taifa letu. Ukawa tunaamini kuwa kwa maslahi mapana ya taifa letu tunamhitaji kila Mtanzania, na sisitiza, ukawa tunaamini kwa maslahi mapana ya taifa letu tunamhitaji kila Mtanzania ambaye yuko tayari kujiunga nasi katika kuhakikisha kuwa taifa letu linakuwa salama na lenye amani ya kweli ambayo msingi wake ni haki. Hivyo basi ni rai ya Ukawa kwa kila Mtanzania ambaye yuko tayari kuondoa mfumo huu kandamizi na dhalimu wa CCM kushirikiana na Ukawa kwa lengo la kujenga taifa imara. Tunachukua fursa hii kipekee kumwalika Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa Monduli Mheshimiwa Edward Lowassa ajiunge na Ukawa, na tuko tayari kushirikiana naye katika kuhakikisha kuwa tunaiondoa CCM madarakani katika uchaguzi mkuu ujao. Tunaamini Mheshimiwa Lowassa ana uwezo wa kuhamasisha umma kuikataa CCM na udhalimu wake, yenye kusimamia mifumo isiyotenda haki. Ni mchapakazi, makini na mfuatiliaji wa karibu wa utendaji katika majukumu anayokabidhiwa. Ni lengo la Ukawa kushirikiana katika uchaguzi mkuu na tuwe na mgombea mmoja wa udiwani katika kila kata na wadi, mgombea mmoja wa uwakilishi na ubunge katika kila jimbo la uchaguzi, mgombea mmoja katika nafasi ya rais wa Zanzibar, na mgombea mmoja katika nafasi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukawa ndio tumaini la Watanzania. Ukawa ndio tumaini la Watanzania. Tusikubali kunyamaza pale ambapo sauti zetu zinanyamazishwa kwa lazima bila sababu.